Mwana-kondoo ameshinda. Tumsifu Yesu Kristo. Nimefurahi kufika mahali hapa tena. Watu wa Sumbawanga, nina jambo moja fupi la kuambia. Nini najua ni watu mnaompenda Mungu, na hii ndiyo ngome pia ya Ukristo katika ukanda huu. Kwa hiyo sikilizeni neno ambalo atawaambia askofu. Mkiona mahali popote duniani askofu amejitokeza katika mabadiliko na mageuzi na kutetea haki, mjue kuna jambo linaenda kutokea. Katika nchi jirani ya Malawi, baada ya watu kukaa kukandamizwa kwa miaka mingi, maaskofu walipokutanika na kutoa barua au waraka wa kichungaji, siasa za udikteta zikaanguka Malawi. Kule nchini Kenya, maaskofu walipojitokeza, siasa za udikteta zikaanguka na katiba mpya ikaandikwa Kenya. Hapa jirani Kongo kulipotokea fujo, maaskofu wa kanisa Katoliki waliposimama, hali ikatulia katika nchi ya Kongo. Afrika Kusini, askofu mkuu Desmond Tutu wa kanisa la Anglikana aliposimama akiwa peke yake, ubaguzi wa rangi na mfumo wa ubaguzi ukadondoka Afrika ya Kusini. Kule nchini Uganda, damu ya askofu mkuu wa kanisa Anglikana Janani Lohum ilipomwagwa na Idi Amin, ukawa ndio mwisho wa udikteta kule Uganda. Tanzania tulipata uhuru bila kumwaga damu. Unajua ni siri gani hiyo? Mwalimu Nyerere alikuwa anafundisha katika shule ya msingi Pugu. Walikuweko watu wanapigania uhuru wa Tanganyika kupitia chama cha TAA. Mwalimu Nyerere, mnafahamu, alikuwa muumini mzuri wa kanisa Katoliki, na alisoma katika mission, anafundisha katika mission. Sasa siku moja padri wa kanisa Katoliki wa shirika la Wafabian, the Fabian Society, alikuwa anaitwa Father Walsh. Yule alikuwa ni mtu wa Ireland. Alimuita kwa siri faraga Mwalimu Nyerere, akamfunulia ramani yote na siri yote ya nchi ya Tanzania, kwamba mnaweza mkapata uhuru bila kumwaga damu ukifuata ramani hii. Ndipo hapo ikawa siri ya Tanzania kupata uhuru bila kumwaga damu, maana Nyerere alienda yuno kudai uhuru wa Tanganyika. Na sasa Tanzania tuko huru, ingawa hiyo inahojiwa. Sasa tatizo kubwa la Tanzania ni mfumo wa haki na ukandamizaji. Watu wanatekwa, watu wanauawa, watu wanapotezwa, na uchaguzi na poro kwa mtutu wa bunduki. Askofu aliye wa kweli hawezi kufurahia mambo haya. Mwaka jana uchaguzi mkuu kule Misenyi, kule Kagera, kuna mtu aliuawa aliyekuwa mgombea wa Chadema. Lakini pia Singida, mnafahamu, nafikiri na Tunduma na Dar es Salaam. Sasa hii hali inahimiza mioyo yetu. Sisi viongozi wa dini, watu wakiuawa, wakipotezwa, sisi ndio tunaofariji watu, sisi ndio tunaozika watu. Sasa hatutaki tuendelee kuzika watu kwa sababu ya mambo kama haya. Ni kwa sababu hiyo basi, kama viongozi wa kanisa, ni lazima tuchukue nafasi yetu, kama tulichukua nafasi yetu kupigania uhuru wa nchi hii, kuweza kushiriki katika kuleta mifumo mizuri ya utawala. Tuandike katiba mpya inayokubalika na watu wote. Tukikamilika kutafuta haki ya namna hiyo, tutarudi tena kuendesha sakramenti makanisani. Lakini kwa sasa hivi moja kwa moja tutashiriki kwa namna yoyote yule. Kama kutakuwa na muumini yoyote atakayemshangaa askofu kusimama kusema tuandike katiba mpya, tuweke mfumo uhuru wa uchaguzi, huyo sidhani kama atakuwa ameielewa Biblia. Maana Yesu alipowakuta watu kama hivi aliwahurumia, akasema heri mtu mwenye njaa na kiu ya haki, maana huyo atashibisha. Nyosha mikono yako.
Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya kusanyiko hili. Tusaidie tukaandika katiba mpya katika nchi hii. Sema amina. Tusaidie tukaangushe mfumo mbovu wa utawala katika nchi hii. Sema amina. Tusaidie nchi hii iwe na tume huru ya uchaguzi itakayotenda haki. Sema amina. Tusaidie nchi hii iweze kutawalika utekaji ukome. Sema amina. Kawafedheshe wote waliomchukua Kipanya na kumpoteza. Sema amina. Kawafedheshe wote waliomtuma aliyemchukua Kipanya. Sema amina. Familia zao zikafedheshwa. Sema amina. Basi na ukabidhi mkutano huu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Makofi kwa askofu. Askofu, tunakushukuru.